Karibuni tena kwa mara nyingine katika channel hii ya Hoja za Marihoja. Leo ninakuja na mada ambayo imekuwa ikibishaniwa sana katika mijadala mbalimbali, na msingi wa mabishano mara nyingi huwa ni kutokuwa na taarifa. Watu wengi wamekuwa wakichukulia kutokuwa na taarifa basi jambo hilo wanalolisikia pengine halipo au halijawahi kuwepo. Jambo ambalo nataka tulizungumzie leo au niliongelee leo ni namna gani Urusi iliwashinda Wajerumani katika vita kuu ya pili ya dunia. Kuanzia mwaka 1940 kulikuwa na malumbano makali sana kati ya Ujerumani na USSR. Mvutano huu uliokuwa unapelekea wasiwasi wa vita. Walikuwa wanakubaliana mambo fulani ya amani, lakini ilifika wakati mambo yalikuwa moto sana. Kufikia mwishoni mwa mwaka 1940 Ujerumani ilikuwa inajiandaa kuivamia Urusi, na mwanzoni mwa mwaka 1941 maandalizi yalikuwa makubwa sana ya Ujerumani kuivamia Urusi. Ikumbukwe kwamba wakati huo kilikuwa ni kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia. Wakati vita ya pili ya dunia inaanza ile tarehe 1 mwezi wa 9 1939, Marekani wao walikuwa hawapo kwenye hiyo vita ya dunia. Vita iliendelea mpaka kufikia 1941 mwishoni, tarehe 7 mwezi wa 12 1941, Marekani ndio iliingia kwenye vita ya dunia rasmi kwa mapigano. Lakini kwa kipindi chote hicho tangu vita ilipoanza, Marekani ilikuwa inafanya utaratibu ule ambao hata sasa hivi inafanya kwenye mataifa mengi. Ilikuwa ikiweka vikwazo kwa upande ambao haiungi mkono. Na wakati ule Marekani ilikuwa inaweka vikwazo kwa Ujerumani pamoja na Wajapani. Iliweka vikwazo vingi tu. Sasa wakati ikiweka vikwazo, wakati huo huo ilikuwa ikitoa misaada mingi sana kwa mataifa mengine ili yaweze kupambana kuwashinda maadui wale ambao walikuwa wanapigana nao. Na wakati huo Ujerumani ilikuwa ikishirikiana na Italia, ilikuwa inapigana na nchi nyingi sana huku eneo la Ulaya. Na kule Japani yenyewe ilikuwa imezikalia nchi nyingi sana na zinapambana kujitoa mikononi mwa Japani, ikiwemo Korea na sehemu kubwa ya China ilikuwa imekaliwa na Wajapani. Korea kabla haijagawanyika. Sasa katika harakati hizi za kusaidia, serikali ya Marekani chini ya Rais Franklin Roosevelt ilipitisha sheria kwa ajili ya kuruhusu misaada mikubwa kwa mataifa yale mengine. Na mwezi wa 3 tarehe 11 mwezi wa 3 1941, Rais Franklin Roosevelt alisaini sheria inayoitwa Lend-Lease Act, ambayo ilikuwa inairuhusu Marekani kuwapatia mataifa mbalimbali silaha, fedha na vitu vingine. Sasa kupitia akti hiyo Urusi walikuwa ni wanufaika wakubwa sana. Ukiangalia mtiririko wa nchi zilizonufaika ni karibu nchi 35 zilinufaika na huo mpango. Lakini nchi iliyopokea misaada na fedha nyingi sana ilikuwa ni Uingereza, ambayo walipokea misaada
na fedha zinazotajwa kuwa ni dola bilioni 30. Lakini nchi ya pili iliyopokea misaada na fedha nyingi ilikuwa ni Urusi, ambayo ilipokea misaada na fedha zilizokuwa zimegharimu jumla ya dola bilioni 10, fedha ambazo kwa sasa ni kama dola bilioni 200. Sasa hii ilikuwa kabla Ujerumani hawajavamia Urusi, na Marekani ilianza kuisaidia Urusi baada ya hiyo akti kupitishwa na Rais Roosevelt. Walianza kupeleka silaha mbalimbali kule Urusi. Ilipofika tarehe 22 Juni 1941, jeshi la Ujerumani lilifanya uvamizi mkubwa sana, wakiwa na mamilioni ya askari wanajeshi, na katika operation ambayo iliitwa Barbarossa walifanya uvamizi ambao walikaribia kuiteka Moscow, lakini kwa msaada ambao Marekani waliutoa, jeshi la Urusi, jeshi la USSR wakati huo, Red Army, lilipambana kufa na kupona kwa kutumia silaha na zana mbalimbali ambazo Marekani ilikuwa imewapa wale Warusi. Labda tuangalie tu kwa uchache nini Urusi walipewa na Marekani. Katika mpango huo wa Lend-Lease, Marekani ilikuwa imewapa magari ya aina mbalimbali ya kupigana ya kutumika katika vita, zikiwemo jeep, jumla ya magari 400,000. Unaweza kupata picha, magari 400,000 ni idadi kubwa kiasi gani. Lakini ukiacha magari, Marekani ilikuwa imewapa wa USSR ndege 14,000. Ndege 14,000 Marekani ilikuwa imezitoa kuwapa Urusi kupitia mpango huo. Lakini pia Marekani ilikuwa imetoa vifaru 13,000 kwa ajili ya kuisaidia Urusi kupambana na Ujerumani. Kwa hiyo wakati vita inaanza, Urusi ilikuwa na nguvu ya kuweza kukabiliana. Walivamiwa kwa majeshi ya idadi kubwa sana, lakini kwa sababu ya vifaa vingi na jinsi ambavyo walikuwa wameshitayarisha, Urusi ilipambana na kuwatoa wale Wajerumani. Na hivi vifaa nilivyovitaja ni baadhi tu, lakini kulikuwa na vitu vingine vingi sana. Kwa mfano, Marekani iliwapa Warusi mashine 38,000 za aina mbalimbali, za kuanzia zinazoshughulika na maisha ya kawaida mpaka kwa ajili ya masuala ya vita. Marekani ilitoa mabuti ya wanajeshi, mamilioni ya mabuti, lakini ilitoa pamba, mamilioni ya tani ya pamba kwa ajili ya kushona nguo za jeshi na vitu vingine. Sasa hili ni jambo ambalo watu wengi hawalikubali, na hawalikubali kwa sababu tu ya wengi wao ni kwa sababu ya kutoipenda Marekani. Kwa hiyo ukweli wa kihistoria huwa hawataki kuusikia, na wengi wao wanapokosa taarifa juu ya jambo fulani, linapokuja, ikiwa jambo lile hawalipendi kulisikia, basi huwa jambo hilo halijatokea. Lakini ukweli ni kwamba jambo linakuwa limetokea, ila tu mtu alikuwa hana taarifa. Sasa baada ya Rais Roosevelt kutia saini huo mpango, mwaka ule ule Novemba, rais wa Urusi wa wakati huo Joseph Stalin alikuwa ameandika barua ya kumshukuru rais wa Marekani au kuishukuru Marekani. Lakini haitoshi. Mwishoni mwa mwaka 1943 wale mabwana wakubwa wa ile vita ambao walikuwa ni Winston Churchill, Rais Roosevelt pamoja na Joseph Stalin
walikutana kule Teherani katika ubalozi wa Urusi na kuwa na majadiliano kwa ajili ya hiyo vita pamoja na viongozi wengine. Katika kikao hiki cha pale Tehran, Rais Joseph Stalin wa USSR alimshukuru rais wa Urusi, rais wa Marekani, na kumwambia kwamba bila mashine za Marekani vita ile tungeshindwa. Yaani kwa maana Urusi ingeshindwa kumtoa Mjerumani kwenye ardhi ya Urusi. Ukiacha Rais Joseph Stalin ambaye alikuwa amekiri katika mkutano wa Tehran, rais aliyemfuata Joseph Stalin, Rais Nikita, naye alishawahi kutamka kwamba bila mashine za Marekani, bila msaada ule wa Marekani, wasingeweza kuwashinda wale Wajerumani. Sasa watu wengi wamekuwa wakichukulia kwamba kitendo cha Urusi kupambana na Mjerumani na kumfukuza mpaka kufika Berlin basi inatokana na nguvu zao wenyewe. Ukweli ni kwamba kiasi kikubwa cha silaha, zana mbalimbali ambazo walikuwa wamezipata Urusi kutoka kwa Marekani kilikuwa kimesaidia Urusi kuwatimua Wajerumani na pia kuendelea kushiriki vita mpaka Mjerumani aliposhindwa. Lakini ukiacha Urusi, nchi ya tatu kunufaika na msaada huu wa Lend-Lease walikuwa ni China, ambao walipata msaada uliokuwa unakaribia kuwa na thamani ya dola bilioni 1.5. China alikuwa mmoja wa mataifa yaliyoathiriwa sana na Japan. Ilikuwa imekaliwa kwa muda mrefu, na ilipoerupt vita basi China ilikuwa na wakati mgumu sana. Kwa hiyo Marekani ilisaidia China silaha, ilisaidia fedha na vitu vingine kama ilivyofanya kwa Urusi, japo kwa Urusi ilifanya kwa kiasi kikubwa sana cha pesa. Kwa hiyo China nayo ilisaidiwa sana kumuondoa Mjapani kwenye ardhi yao, na hata ilipofika mwishoni Marekani ilipoipiga Japani kwa bomu la nyuklia na Japani kudhoofika, ndipo China ilipojinasua rasmi, Korea ilipojinasua rasmi. Korea wakati huo ilikuwa bado haijagawanyika, zote zikaondoka mikononi mwa Japan. Mgawanyiko ulikuja kutokea baadaye wa Korea kwa sababu tu Marekani ilikuwa ina ushawishi mkubwa upande wa kusini na upande wa kaskazini walikuwa na ushawishi wale Warusi. Sasa Marekani ukiacha kutoa msaada huu wa silaha na fedha kwenye nchi nyingi, lakini pia ilipeleka majeshi, idadi kubwa ya wanajeshi katika nchi mbalimbali, hasa nchi za Ulaya na kule Asia. Kwa upande wa Asia, wanajeshi wa Marekani walikuwa wamebezi zaidi upande wa Korea Kusini, wakati Urusi ilikuwa ikisaidia kupambana na Mjapani upande wa Korea Kaskazini. Na vita ilipoisha kukatokea na marumbano upande gani uweze kutawala Korea yote, na mwisho wake yakatokea mataifa mawili. Kwa upande wa Ulaya, Marekani ilipeleka majeshi maeneo mbalimbali, lakini Urusi, Marekani haikupeleka majeshi kwa ajili ya mapambano, ilipeleka hizo silaha nyingi sana. Na wakati Marekani haijaingia kwenye vita, kilichokuwa kimepelekea Marekani iingie kwenye vita ni kwamba Japani, kwa sababu ilikuwa inawekewa vikwazo, lakini pia ilikuwa inavizia baadhi ya maeneo ambayo Marekani ilikuwa kikwazo kwa wao Wajapani kuyakamata hayo maeneo. Wajapani wakawaza kuishambulia Marekani na kuidhoofisha. Ndipo tarehe 7 mwezi wa 12 1941 Wajapani kwa siri walienda katika eneo la Hawaii na wakafanya uvamizi wa asubuhi ya hiyo tarehe 7. Katika uvamizi ambao Marekani haiwezi kusahau kwenye historia yake, Wajapani walikwenda na manuari na ndege zaidi ya 350, na katika tukio hilo ambalo lilifanyika katika bandari ya Pearl Harbor, wanajeshi 2400 wa Marekani walikufa
Marekani pia ilipoteza ndege 188 katika tukio hilo, na vifaru vingi pamoja na meli kadhaa zilizokuwa katika eneo hilo zilizamishwa. Tukio hilo ndilo lililowalazimisha Wamarekani kuingia moja kwa moja kwenye ile vita na kupeleka majeshi katika sehemu mbalimbali kuweza kusaidia. Mwanzoni ilikuwa haipeleki majeshi, ilikuwa inapeleka vifaa na zana mbalimbali, lakini baada ya hilo tukio Marekani iliamua kupeleka rasmi wanajeshi katika sehemu mbalimbali. Na ukiangalia mbali na kuisaidia Urusi kupambana na kujiondoa kwenye mikono ya Ujerumani, lakini hata Ulaya ushindi uliopatikana katika nchi za Ulaya unatokana na msaada wa Marekani kwa sababu ya wanajeshi waliowapeleka na vifaa na pesa na vitu mbalimbali ambavyo walipeleka. Na ukiangalia hata katika tukio la kuikomboa Ufaransa ambalo watu wengi wanakumbuka au wanalifahamu kwa jina la D-Day, wanajeshi wa Marekani wengi walikufa kwenye hilo tukio, na kunakuwa na maadhimisho kila mwaka wanakwenda kuangalia kumbukumbu za hilo tukio kule Ufaransa. Sasa watu wengi wanachukulia kwamba Urusi ndio iliyokuwa msukumo wa vita kuu ya dunia kuishinda Mjerumani, lakini ukweli ni kwamba kama Marekani asingeweka mkono wake, Mjerumani angewafanya vibaya sana mataifa mengine yaliyokuwa inapigana nayo. Lakini ni kwa mkono wa Marekani, fedha na wanajeshi walioenda kupambana, imesaidia Ujerumani kushindwa, lakini ikasaidia kule Japani, wale wa Japani nao kushindwa. Sasa inawezekana pengine unaweza usiamini sana nilichokisema. Taarifa hizi za misaada ambayo Marekani imezitoa kwa Urusi zinapatikana katika mitandao. Unaweza ukasearch, ukaingia Google au ukauliza AI itakupa taarifa ziko nyingi tu ambazo utazipata, lakini unaweza ukaingia kwenye ubalozi wa Georgia, zimewekwa pale. Zamani pia hata ubalozi wa Marekani nchini Marekani, taarifa hizi nchini Urusi, taarifa hizi zilikuwepo, isipokuwa tu sasa kutokana na hii migogoro inayoendelea, Marekani imepunguza wafanyakazi katika ubalozi wake kwa kubwa. Kwa hiyo kuna idara zingine hazifanyi kazi, kwa hiyo taarifa nyingi pia zimesimama kuripotiwa kwenye ubalozi wa Marekani. Kwa hiyo ukiingia ubalozi wa Georgia na maeneo mengine utapata hizo taarifa kwa uhakika sana. Ningependa sana watazamaji wangu na watu wengine wote tujaribu kutafuta taarifa za ziada badala ya kusikiliza jambo tu na kuliacha au kuliamini kwa sababu amesema mtu ambaye unamwamini sana, basi akisema yeye taarifa za kweli, wakati kuna tatizo kubwa sana la wachambuzi waliokuwa wengi kuamua kudanganya, kuongea vitu vya uongo dhidi ya mataifa mbalimbali, mhanga mkubwa akiwa Marekani, kwa sababu tu wanaichukia hiyo Marekani. Chuki haiwezi kubadili ukweli, haiwezi kufuta ukweli, haiwezi kufuta historia. Historia inabaki pale pale, lakini unapokuwa hutaki kukubali juu ya historia fulani unayopewa, wakati historia hiyo ipo, unakuwa kwenye mapambano ya kulinda ujinga na kulinda uongo ambao umepandikizwa kwenye kichwa chako. Kwa hiyo vizuri tusikilize na tufanye research zetu binafsi baada ya kusikia tufanye tafiti zetu wenyewe binafsi. Baada ya kusema haya, ningependa kuomba mtazamaji wangu like, subscribe kama hauja subscribe, lakini pia share na mwenzio aweze kupata taarifa ambazo alikuwa hana, na tutembee tukiwa na historia ya kweli na tukiwa na taarifa za kweli badala ya kutembea na habari nyingi za uongo kama ambavyo wachambuzi wengi wanapenda kwa sababu ya kufurahisha watazamaji wao. Asanteni sana, niwatakie siku njema. Karibuni tena kwenye channel ya Hoja za Mali Hoja.